Uchaguzi imetoa fursa nyingine ya uandikishaji mara ya pili kwa wale ambao hawakuipata hiyo fursa mara ya kwanza. Zoezi ndani ya mkoa wetu huu litaanza tarehe 16 mpaka tarehe 22. Kwa hivyo tunapita pia kuwatangazia kwa wale waliokosa kujiandikisha wakati ule kwa sababu zozote, ulikuwa haupo, umesafiri, unauguliwa, ulikuwa na msiba, ulikuwa na chochote, fursa inarudi mara ya pili. Ndani ya nyumba yako, familia yako, kuna watu ambao wana sifa, wana umri, wamekidhi vigezo, hawakuandikishwa. Nafasi ndio hii sasa tena wakaandikishwa. Lakini je, wewe ulikuwa una kipande chako kilipotea, nafasi ndio hii. Uende ukapate kipande kipya. Kipande kiliharibika, hakijakaa vizuri, nenda wakupe kipande kipya. Ulihama eneo lako ambalo ulikuwepo mwaka 2020, leo umehamia eneo lingine, nawe nenda kajiboreshe taarifa zako mpya. Nimehama kutoka A niko B, niandikishwe sasa kwamba nitapiga kura hapa. Kwa wale ambao wanaona majina yao yameshabandikwa, tume imeshabandika majina awamu ya kwanza, nenda kwenye vituo kajiangalie upo. Kama haupo, kwa nini haupo? Sasa ndio daftari likija uende pale. Mimi bwana nilijiandikisha hapa, lakini nimeenda kwenye kituo ambacho nilitakiwa kupiga kura sipo, ili wakuangalie kwa nini haupo, na kama ni kwa bahati mbaya urejeshwe. Kama unahamisha taarifa zako kwa namna yoyote, muda ndio huu. Tumeelewana jamani? Kwa hivyo nyinyi mliokuwepo hapa mtakuwa mabalozi wa watu wengi ambao leo hawapo. Wako viwandani, wako mashambani, wako kwenye biashara, wako safarini, wengine wako shuleni, vyuoni, wakiwemo wanafunzi wetu. Tunaombeni sana kipindi cha siku 7 hizo watu wakajiandikishe, ili hii nia mlioisema hapa ya kumchagua Dr. Jafo kwa upendo wake, kwa kazi kubwa aliyoifanya, iweze kutimia. Utabaki mpenzi mtazamaji wa mchezo huo wa uchaguzi mzima iwapo hujajiandikisha kupiga kura, iwapo kadi yako ina utata, iwapo hujaboresha taarifa zako, mambo yako hayajakaa vizuri. Utakosa fursa ya kumchagua mama na wimbo mlomtungia mzuri hapa tukaucheza, kama taarifa zako hazijakaa vizuri, una kipande cha kupigia kura. Kwa hiyo fursa hiyo ndugu zangu iliyotolewa, tunapita sehemu zote kuwakumbusheni, na nyinyi mtusaidie kwa wengine waende wakaboreshe taarifa zao. Lakini sambamba na hilo la uchaguzi, tuna issue ya rushwa. Mwaka huu uchaguzi huu unaanza ndani ya chama kama ilivyo miaka mingine. Tutafanya uchaguzi wetu, kwa wale wanachama wa CCM wanajua, kwa utaratibu mpya uliokuwepo sasa. Tuna aina nyingine ya wapiga kura wameongezeka. Tukimaliza ndio tunatoka nje, tunatoa wagombea wetu wanaenda kupambana kwenye uchaguzi wa nchi. Tunakuombeni sana jumuiya yetu ya wanawake chini ya uongozi wa viongozi wetu, mwenyekiti na makamu, wanawaomba sana wakina mama tuwe mstari wa mbele kuangalia masuala ya rushwa yasichukue nafasi wakati wa michakato hii. Na hapa ni rushwa za aina zote. Nikisema rushwa za aina zote, kina mama mnanielewa au vipi? Kwa hiyo tuangalie, maana wakati mwingine sisi ndio wahanga. Tuangalie sana na mabinti zetu na wasichana wale, hii uchaguzi uende haki bin haki. Tusitateni vitendo vya rushwa. Tukiangalia vizuri uchaguzi wa ndani ukao umeenda hiyo, basi kule nje mambo yatakuwa vizuri. Swala lingine ambalo tunapita kulizungumzia ni matumizi ya nishati safi ya kupikia. Kwa hapa halmashauri ya mji wa Kisarawe, ni imani yetu wakina mama mnatumia nishati safi. Mnatumia? Wangapi wanatumia nishati safi ya kupikia? Wangapi wanatumia nishati safi ya kupikia? Kwenye lile hema pale ni watu wawili tu. Na hema hili wanatumia wangapi nishati safi? Hamna. Hamna majiko.
Hamna majiko ya kupikia yenye kutumia nishati safi. Basi hili nafikishia Dr. Jafo. Hapo vipi? Nimfikishie simfikishie? Kwamba watumia gesi kwenye mkutano wangu walikuwa wawili tu. Au kunyuma walikuwepo? Watumiaje nishati safi? Mpo. Afiki 10. CCM oye! CCM safi! Jamani, nitamfikishia Mheshimiwa Jafo kwamba kata ya Kisarawe ndani ya halmashauri ya mji, halmashauri ya mji ina kata 4. Kisarawe si ndio mama lao? Lakini eti hawana mitungi ya gesi. Hapo vipi? Habari hii anaipata leo Mheshimiwa Jafo. Ndugu zangu, Mheshimiwa Rais anahimiza, kama mnavyojua yeye ndio champion wa nishati safi ya kupikia Tanzania na Afrika, na dunia wamemtambua. Na zawadi ya kimataifa amepewa kuhusu jinsi ambavyo amehamasisha na kusisitiza matumizi ya nishati safi ya kupikia. Kwa hivyo sisi wa Tanzania ambao rais wetu ameshatambulika huko kimataifa na zawadi wakampa, tusiwe nyuma katika matumizi ya nishati safi ya kupikia. Hakuna asiyejua thamani lakini manufaa ya kutumia nishati safi ya kupikia. Kuanzia matumizi ya muda, afya zetu, gharama, mazingira, jinsi ambavyo kutumia nishati tulizozizoea zinavyotuathiri afya zetu lakini na mazingira yetu. Kwa hivyo kwa wale ambao mimi nimezunguka Kisarawe toka asubuhi, kila eneo naona mitungi ipo inauzwa, japo sijauliza bei.